Amen. Sasa tunaweka wakfu watumishi mahali hapa katika kanisa takatifu la Uamsho Tanzania. Kanisa takatifu la Uamsho Tanzania katika kijiji gani mchungaji? Bweranka. Hapa Buhigwe. Amen. Sasa mchungaji kutoka kanisa takatifu la Uamsho Kigoma na mama mchungaji, naombeni msimame hapa. Mama simama hapa, baba simama hapa. Naombeni mwatamkie baraka watumishi wa Bwana tunaowasimika leo katika kazi hii mpya ya huduma katika kanisa hili hapa Bweranka Buhigwe. Tamka baraka kwa ajili yao. Mama, tamka baraka kwa mama. Tamka baraka kwa baba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakuja mbele zako kwa kuwa ni mwema. Tunakuja mbele zako kwa kuwa unatosha Bwana. Bwana, ninasema asante kwa kuwa ndio kimbilio letu. Ninasema asante kwa kuwa ni Mungu mkuu. Ninasema asante kwa kuwa ni Mungu unayeweza. Bwana wa majeshi, ninaachilia baraka zidi ya mtumishi wako Bwana. Ninaachilia baraka zidi ya mtumishi wako sasa na mapenzi yako. Hakuna aliye kama wewe Bwana. Hakuna aliye kama wewe Jehova. Hakuna aliye kama wewe Bwana wa majeshi. Bwana wa majeshi, ni uwezaye, ni utoshaye Bwana. Sifa na utukufu ni za kwako Bwana. Ni za kwako Mwokozi. Bwana, hakuna kama wewe Mwokozi. Hakuna kama Bwana wa majeshi. Ninaachilia baraka Bwana. Ninaachilia baraka Jehova. Imeandikwa katika kile kitabu Bwana cha Yoshua 1 ule mstari wa kwanza, sura ile ya 6. Ile sura ya kwanza mstari wa 6 imeandikwa ya kwamba udari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliowapia baba zao, ya kwamba nitawapa. Jehova, ni wewe zaini utoshaye Bwana. Sifa na utukufu ni za kwako Bwana. Bwana Jehova, ninaachilia baraka zidi ya mtumishi wako. Ninaachilia baraka zidi ya mchungaji Bwana, mchungaji wa maeneo haya. Ninaachilia baraka sasa na mapenzi yako, ni kwa jina la Yesu. Awe hodari Bwana, awe hodari kwa maombi, awe hodari kwa maombi Bwana, awe hodari kwa shirika, awe hodari Mwokozi kwa injili, awe hodari wa kufundisha neno sasa na mapenzi yako Bwana, maana ni wewe Mwokozi uliye Bwana, ni wewe Jehova uliye sasa na mapenzi yako ya Mwokozi. Maana Bwana peke yao hawawezi Bwana, peke yake hawezi Jehova, peke yake hawezi Bwana majeshi, hawezi sasa na mapenzi yako Bwana. Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi, popote kanyaga Bwana, nyao zake zisakakanyaga Bwana. Mwokozi ni utakuwa umempa, ni utakayokuwa umempa sasa na mapenzi yako, ni kwa jina la Yesu, ni kwa damu mwana kondoo, ni kwa damu mwana kondoo. Bwana wa majeshi, popote atakapokanyaga Bwana, nyoka na nge hazitaweza, na simba mwana simba. Bwana wa majeshi, achilia sasa na mapenzi yako, achilia sasa na mapenzi yako kupitia maeneo haya, iwepo utisho ndani yake, iwepo utisho ndani yake, iwepo nguvu ndani yake. Bwana wa majeshi, viwete waone, viziwi wasikie. Bwana wa majeshi, viwete watembee, na viziwi wasikie, na vipofu wapate kuona sasa na mapenzi yako, ni kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ni kwa damu ya mwana kondoo. Nami ninakushukuru Bwana kwa kuwa ni mwema. Ninakushukuru kwa kuwa unatosha. Ninakushukuru kwa kwenda kimbilio letu. Ninakushukuru kwa kuwa umempaka mafuta sasa na mapenzi yako. Achilia Bwana uweza ndani yake sasa na mapenzi yako. Ninasema asante kwa kuwa ni mwema. Ninasema asante kwa kuwa unatosha. Sifa na utukufu ni za kwako. Amen. Pigie Yesu makofi jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumisha Agnes. Amen. Leo kwa mamlaka niliyopewa na Bwana, ninakutangaza rasmi Pastor Rubeni pamoja na mama mchungaji Agnes katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Bwana aliyewaita tokea mkiwa tumboni, kama andiko asemavyo katika kitabu cha Yeremia sura yake ni ya 1. Wakati Yeremia anatumwa, alisingizia utoto, akasema mimi ni mtoto. Lakini Yesu akamwambia, usiseme mimi ni mtoto,
nalikujua hata kabla sijakuumba tumboni mwa mama yako. Hata kabla hujazaliwa nalikutakasa, nimekuweka wewe nabii wa mataifa. Mungu aliyewajua na kuweka huduma ndani yenu, yeye ndiye aliyowathibitisha. Nami kwa mamlaka niliyopewa ninatoa tangazo katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu, kwamba kuanzia leo wewe ni mchungaji wa mahali hapa, Pastor Ruben na mama mchungaji Agnes. Bwana akawafungulie baraka, Bwana akafungulie milango iliyofungwa. Kama alivyosema, mimi ninazo funguo za mlango, mimi ninazo funguo za mlango wa Daudi. Nikifunga hakuna wezaye kufungua, na nikifungua hakuna wezaye kufunga. Bwana akaachilie mlango ulio wazi mbele yako, kwa sababu una nguvu kidogo. Yeye aliye na ufunguo wa Daudi akakufungulia malango yaliyofungwa katika kijiji hiki. Bwana akutambulishe katika kijiji hiki, akutambulishe katika wilaya hii, akutambulishe katika mkoa huu, akutambulishe katika taifa hili. Ninatamka uzilisho na ushindi wa ajabu katika huduma aliyoweka ndani yako, katika jina la Yesu, na kupaka mafuta mabichi kwa ajili ya kazi ya Bwana. Natamka neema ya ajabu ikawe juu yako, upako na nguvu zikaambatane katika huduma yako, katika jina la Yesu. Bwana kuinulie watu watakao kufadhili, Bwana kuinulie watu watakao fanya kazi na wewe, Bwana kuinulie watu watakao tenda nao kazi, Bwana kuinulie watu watakao kusapoti katika mali, watakao kusapoti katika uchumi, watakao kusapoti katika huduma hii, watakao sapoti watoto wako, watakao sapoti kanisa. Bwana kutambulisha kila maeneo na kuzidishe katika jina la Yesu Kristo, wewe pamoja na mama mchungaji Agnes. Katika jina la Yesu ninatamka neema ya ajabu, upako wa ajabu wa kuweza kumsaidia baba kazi, kuweza kumsaidia baba huduma. Kuanzia leo, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, ninatamka neema na uzilisho wa ajabu kwa mama huyu. Akawe mama bora kwa watoto, mama bora kwa mama, kwa wababa na watoto. Akawe kiungo kizuri kwa mchungaji na washirika. Kupitia yeye watu wakabarikiwe, watu wakamwone Mungu. Katika jina la Yesu Kristo ninakataa ile mipango ya adui kutumia mama mchungaji Agnes kwa ajili ya kuangusha huduma ya mama. Adui hatamwona na hatafanikiwa katika jina la Yesu. Ninatamka kuanzia leo katika ulimwengu wa roho, tangazo kubwa kuanzia leo, na watambulisha kama watumishi wa mahali hapa. Maana maandiko yanasema, huyu ni mwanangu mpendwa niliyependezwa naye, msikilizeni yeye. Yesu Kristo alitambulishwa na Roho Mtakatifu kwamba watu wamsikilize. Nami natamka katika ulimwengu wa roho, watawasikiliza. Vijiji hivi watawasikiliza, wilaya hii watawasikiliza, mkoa watawasikiliza. Mtakapohubiri sauti yenu itakuwa na nguvu, mtakaposema maneno yenu yatakuwa na nguvu, mtakapotamka matamko yenu yatakuwa na nguvu, katika jina la Yesu Kristo. Nakataa hali ya unyonge, nakataa hali ya udhaifu. Ninatamka viwango na vipawa vya baraka vikazirike katika maisha yenu kuanzia leo. Bwana wainue kwa viwango vikubwa sana. Bwana aendelee kutembea na nyinyi kuanzia leo na hata milele, katika jina la Yesu nimeomba na kuamini, amen. Sasa naombeni tupite tuwape mkono watumishi, mkono wa shirika wa pamoja. Tuko pamoja, anzia hapa kwa mama mchungaji, unamalizia kwa mchungaji, unaenda unakaa. Mwambie hongera, Mungu akubariki. Mbea. Unaenda unakaa. Toa mkono. Toa mkono kwa mchungaji. Ishara ya ushirika kwamba tuko pamoja, tutafanya kazi wote. Dada kule nyuma, mbona simama na wewe? Usionyeshe kumtenga mchungaji hapo, tufanya naye kazi. Tutakufanya naye kazi. Kwa ishara ya kuonesha tuko tayari kufanya nawe kazi kwa ajili ya kuwasha moto mahali hapo. Tunakusubiri wewe. Afa tujamuona kwenye ubatizo. Alishabatizwa? Tujamuona dada. Tujakuona dada kwenye ubatizo. Amen, amen. Amen. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni awabariki watumishi hawa, sema amen. Amen. Mungu aendelee kuwakuza, sema amen. Amen. Mungu aendelee kuwainua zaidi na zaidi. Amen. Awatambulishe katika eneo hili. Amen. Asiwapungukie na kitu chochote. Amen. Asipungukiwe na mahitaji. Amen. Asipungukiwe na kitu wanachokitaka. Bwana aendelee kuwafanyia wepesi katika huduma hii. Bwana wape ushindi katika huduma hii. Amen. Na hatimaye kupitia wao hiki kijiji wamjue Mungu. Amen. Na kupitia wao watu waokolewe. Amen.
na kupitia wao kijiji kikae na usalama, na kupitia wao mkoa huu wa Kigoma uwe na neema ya wokovu. Tunaomba hayo na kuamini katika jina la Yesu. Sema amen. Pigia Yesu makofi mengi sana.